Mara ya kwanza katika historia ya nchi yetu, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi iliundwa kwa sheria yake yenyewe ili kujibu tulifanya hivyo ili kujibu rai ya muda mrefu ya wadau wa kisiasa nchini. Miongoni mwa maboresho kwenye sheria ya uchaguzi yalikuwa ni kuongeza takwa la kila mgombea kupigiwa kura hata akiwa mgombea pekee. Hatua ambayo inafuta kichojulikana kama mgombea kupita bila kupingwa. Vile vile, utungaji wa kanuni za uendeshaji wa uchaguzi ulifanyika na serikali imeendelea kuimarisha uendeshaji wa shughuli za vyama vya siasa nchini, ambao hadi Juni 2025 serikali imetoa ruzuku shilingi bilioni 87.87 kwa vyama vinavyostahili kupata ruzuku. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyingine, asasi za kiraia nazo zimekuwa huru kufanya shughuli zao, ikiwa ni pamoja na kukutana na kuishawishi serikali, ambapo mapendekezo yao mengi yamepokelewa na kufanyiwa kazi. Kwa kuwa suala la katiba ni pendekezo la muda mrefu la Tume ya Maridhiano, kwa msingi huo, mchakato wa katiba mpya ni miongoni mwa ahadi ambazo zinaonekana katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Hivyo ni kusema kwamba shughuli ya kuanza kufanya katiba mpya itatekelezwa katika kipindi kijacho cha miaka 5.